vya utawala kwa damu ya Yesu. Watu uliowakusudia, walioitwa kwa ajili ya kusudi lako, ndio ambao Mungu wakatawale katika hivyo vitu, katika hizo nafasi, kuanzia nafasi ya urais, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninapangua kila mpango wa giza kuweka majenti wake, ninapangua kila mpango wa giza kupandikisha viongozi usioruhusu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nafasi za wabunge, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtumishi. Asante. Wakati tunaendelea na hilo ombi, kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 17, neno la 17 na 18. Tunaendelea na hilo ombi la kuombea moyo. Neno la Mungu linasema mstari wa 17 hadi 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Maana kuna vitu viwili hapo. Roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Hilo ni ombi. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Alafu ujue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Kwa hiyo nataka tukaombe kwa ajili ya moyo. Kitu ambacho nataka tukaombe, mtumishi ametoka kusisitiza. Vipo vitu vingi ambavyo unatakiwa kuombea moyo. Katikati ya moyo, Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Unashangaa, macho ya moyo yatiwe nuru. Alafu upate kujua, maana yake ndani ya moyo ndio imo kuna ufahamu. Kama moyo ukifungwa hauwezi kufahamu. Kama moyo umejaa giza hauwezi kupata ufahamu. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo shetani anavifanya kwenye maisha ya watu ni kufunga mioyo yao, wakose fahamu, wasijue walitendalo. Kwa hiyo nataka tukaombe kwa ajili ya mioyo yetu. Tunaenda kuomba Mungu atie nuru ndani ya mioyo yetu. Atie macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Pamoja na kwamba Mungu atupe mioyo mpya, mioyo yenye ufahamu, mioyo yenye kujitambua, mioyo yenye kuona nafasi zetu. Haleluya. Wale waliokuwepo siku ya kwanza tuliomba sana ombi hili, lakini bado tunahitaji kuomba. Nitakuongoza kwa uchache, lakini na wewe utapata nafasi ya kuomba. Lakini Roho Mtakatifu amekuwa akinikumbusha, unaweza ukaomba kwa ajili ya mtu ambaye hayupo hapa, unayempenda. Unaweza ukamwombea Mungu kwa ajili yake, ukamwambia Mungu kwa ajili yake. Inawezekana ni watoto, unaweza ukawaombea na wao. Inawezekana ni mume wako, unaweza ukamwombea na yeye. Inawezekana ni mke wako, unaweza ukamwombea na yeye. Kwa hiyo utanifuatisha maombi haya kwa uchache, lakini na wewe utaenda mbele za Bwana, utamwambia Mungu, Mungu, naomba unipe roho ya hekima na ufunuo katika kujua wewe, na macho ya moyo wangu yatiwe nuru, ili nipate kujua tumaini lako, nipate kujua yaliyo kweli, nipate kufahamu. Haleluya. Nifuatishe ombi hili. Sema, Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako, tunaleta mioyo yetu, maana neno lako linasema, mwanangu, nipe moyo wako ili upate kupendezwa na njia zangu. Bwana, ninaleta moyo wangu kwenye madhabahu yako. Ninauleta moyo wangu hivi ulivyo. Ninakuomba uniumbie moyo mpya. Uniumbie moyo mpya. Yesu, ninaomba unipe roho ya hekima na ya ufunuo katika kukujua. Yesu, macho ya moyo wangu yatiwe nuru, ili nipate kujua tumaini lako. Yesu, macho ya moyo wangu yatiwe nuru. Yesu, kila giza lililokaa ndani ya moyo wangu, ninaomba uliondoe. Ninaomba kwenye moyo wangu, ninaomba unitie nuru kwenye moyo wangu. Yesu, ninawaleta wote wanaoitika kwa jina langu, ninawaombea. Linda sana
Hakuna vitu ambavyo mimi ninavitilia maanani kama pale Biblia inavyosema fanya kitu sana. Yaani angalau hata anavyosema linda, angesema tu linda. Lakini anasema linda sana. Maana yake sio linda kidogo. Linda sana moyo wako. Maana yake tunaishi kwenye dunia ambayo maumivu ni mengi. Tunaishi kwenye dunia ambayo mtu anaweza akaamua tu akajisikia kufanya kitu na asiogope kukuumiza. Tunaishi katika dunia ambayo mtu haogopi kukukanyaga hata kama utahisi maumivu. Mtu haogopi kukutukana hata kama anajua utaumia. Mtu haogopi kukuloga hata kama anajua utaumia. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ni kiungo muhimu, kwa sababu ni moyo pekee ndio utakuunganisha wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunavyo viungo vingi sana, lakini kiungo ambacho pekee ndio kinaweza kikakuunganisha wewe na Mungu ni moyo. Ndio maana moyo ukitolewa mtu hawezi kuishi. Lakini kuna watu wanaweza wakaishi bila mikono. Kuna watu wanaweza wakaishi bila miguu. Na kuna wengine tunawaona wanaishi bila macho. Haleluya. Moyo ni kiungo pekee ambacho kinaweza kukuunganisha wewe na Mungu. Hauwezi ukaungana na Mungu mkawa kitu kimoja kama hauna moyo. Hauwezi ukaishi bila moyo. Na bahati mbaya hospitali zinazotibu moyo ni chache sana. Haleluya. Nani ana ndugu yake anaumwa moyo? Moyo umetanuka au moyo wake una shida ile physically, yani ile kimwili tu. Kama kuna mtu ana ndugu yake au yeye mwenyewe anaumwa moyo, anyoshe mkono juu. Hakuna mtu wa namna hiyo? Hakuna mtu wa namna hiyo? Asante. Naomba niliombe ili ombi hata kama hayuko hapa, lakini nasikia kuomba kwa ajili ya mtu ambaye moyo una shida, una changamoto kwenye moyo wa mwilini. Acha huu moyo wa rohoni ambao tunazungumza ambao hatuoni, maana yake moyo wake una changamoto. Niombe kwa ajili ya huyo mtu. Funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uonaye siri. Wewe ni Mungu unayeweza kuona umbali ambao hata macho yangu hayawezi kuona. Ninafahamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kuna mtu yuko mahali moyo wake unamuuma, moyo wake umetanuka, moyo wake una changamoto. Na hii changamoto imempelekea hadi anatakiwa kufa kwa sababu ya hiyo changamoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe mponyaji wa magonjwa yote, ninaomba kwa ajili ya huyo mtu. Inawezekana yuko hospitalini sasa hivi au yuko mahali popote alipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninapeleka afya na uponyaji kwenye moyo wake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ninatamka uzima kwa ajili yake. Ninatamka afya kwa ajili yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ila usiache kuombea moyo wako. Kuna watu wameumizwa sana na watu wanaowaamini. Wengine wameumizwa na marafiki, wengine na wazazi wao. Kuna watu wengine wameumizwa na watoto zao, lakini moyo wako ni kitu cha muhimu sana. Linda sana moyo wako. Mtumishi wa Mungu siku ya juzi na jana alifundisha kuhusiana na somo la masuluhisho. Somo la masuluhisho ya mashauri yako. Masuluhisho ya mashauri yako. Somo hili lilikuwa linaendana na kitu ambacho ninakifundisha, ijapokuwa kama ambavyo alisema hatukuambizana tufundishe kitu gani, lakini Roho Mtakatifu alitupa somo ambalo linaendana. Nilipokuwa akifundisha siku ya juzi na siku ya jana, nikaona uaminifu wa Mungu namna ambavyo na mimi alikuwa ameniandaa kwa faida ya wale ambao hawakuepo. Katika dunia tunayoishi, washauri ni wengi sana, lakini mshauri anayetakiwa kukushauri ni Mungu peke yake. Kuna watu wameingia kwenye mitego ambayo watajuta mpaka kufa kwa sababu ya aina ya ushauri waliowahi kuchukua, kwa sababu ya watu waliowahi kuwasikiliza wakawashauri. Kwa hiyo kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kufanya ni kufanya Mungu awe mshauri wako. Lakini kumbuka kwamba Mungu anaweza kuwatumia watu kukushauri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sitasema sana kwa sababu ya muda, ili niweze kufundisha kila ambacho kwa leo natakiwa kuifundisha. Ninasema kwamba somo ambalo mimi nimekuwa nikilisimamia, kutembea katika imani isiyoyumbishwa
na mambo yanayoonekana. Lakini kwa siku ya leo nitakufundisha faida za kutembea katika imani isiyoyumbishwa na mambo yanayoonekana kimwili. Kwa leo nakufundisha somo linasema, kichwa kidogo linasema faida za kutembea katika imani isiyoyumbishwa na mambo yanayoonekana kimwili. Alafu chini yake andika moja. Imani itakusaidia kupata ahadi za Mungu. Imani itakusaidia kupata ahadi za Mungu. Alafu tufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 ili tuweze kuendana na muda. Mwanzo sura ya 17. Neno la Mungu linasema, nitasoma mstari wa kwanza hadi wa 8 kwanza, alafu nitakuelekeza. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, maana yake 90 na point, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, na nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa. Shika sana hapa. Akamwambia utakuwa baba wa mataifa mengi. Ingekuwa ni mimi ningekoleza kidogo ili niweze kuona. Baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako, na vizazi vyao kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani kuwa milki ya milele, na nitakuwa Mungu wao. Alafu tusome kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18. Warumi sura ya 4 mstari wa 18 ili uone kilichotokea hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18. Warumi sura ya 4:18 anasema, naye aliamini kwa kutarajia. Kwa kufanyaje? Kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa ni mimi ningekoleza hapo, baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Itaishia hapo kwanza, baadaye nitaendelea. Alafu nisikilize. Tunasema kutembea katika imani isiyoyumbishwa na mambo yanayoonekana kimwili. Katika dunia tunayoishi, yapo mambo mengi tunaweza tukayaona kwa macho ya wanadamu. Katika dunia tunayoishi, zipo changamoto nyingi tunaweza tukaziona kama wanadamu. Lakini tunatakiwa tuwe na imani ambayo itatusaidia kutembea katika dunia yenye mambo mengi, yenye misukosuko mingi, yenye milima mingi. Tumesoma habari za Abraham kwa wakati huo. Alikuwa anaitwa Abraham. Mungu akamtokea akiwa na miaka 90 na manake miaka kasoro. Yeye mwenyewe kwenye mstari wa sura ya 18 anasema kwamba alikuwa na miaka 100. Maana yake kibiblia alikuwa na miaka labda 99 na point, anakaribia kuingia 100. Alipokuwa na miaka 99, tuseme hivyo tuseme 100. Alipokuwa na umri huo, alikuwa bado hajapata uzao kwa mke wake aliyemuoa. Alikuwa hajapata mtoto kwa mke wake aliyemuoa. Kwa hiyo alikaa bila mtoto hadi mke wake akaona mwenyewe aibu, akafikiria kwamba labda tatizo lipo kwake. Akamwambia mume wake, hebu nenda kazae
mfanyakazi wetu angalau upate uzao, upate mtu wa kurithi mali tulionayo, kwa sababu Mungu ametubariki. Fedha tunazo, dhahabu tunazo, sijui mifugo mingi tunazo. Kwa hiyo unaweza ukafa huna mtu wa kurithi, angalau uzae mtu ambaye anatoka kwenye damu yako, ili ukifa haweze kurithi, achukue hizi mali, watu wa nje wasije kula, uache hata mbegu ambayo itakula. Maana mke wake amekata tamaa, amekaa miaka 90 hajapata uzao hata mmoja. Biblia haisemi kwamba alikuwa anashika mimba na kutoka. Biblia haisemi kwamba alipata watoto wote wakafariki. Ni kwamba alikuwa hajazaa kabisa. Ni kwamba hata mimba alikuwa hajawahi kushika. Kwa hiyo hajui, hana experience yoyote. Kwa hiyo amekata tamaa, akasema sisi tutafariki, hatuna watoto. Akamshauri mume wake akamchukue binti wa kazi azae naye. Na mume wake kwa kumsikiliza mke wake akafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, siku moja Mungu anamtokea Abraham, anamwambia, wewe Abraham, ninafanya agano na wewe, halafu wewe utakuja kuwa baba wa mataifa. Mungu anamwambia mtu asiye na uzao, wewe utakuja kuwa baba wa mataifa. Mtu ambaye hajawahi kuitwa baba anaambiwa utakuja kuwa utakuja kuwa baba wa mataifa, na duniani kote hakutakuwa na mtu mkubwa kuliko wewe, na ndani ya familia yako watatokea wafalme, na ndani ya familia yako watatokea watu wengi sana. Kupitia wewe mimi nitaijaza nchi, kupitia wewe nitatengeneza mataifa mengi. Ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Kwa mazingira aliyokuwa nayo Abraham, ilitosha asiamini. Hata ingekuwa na mimi, ningeweza nisiamini, kwa sababu mazingira yale yalikuwa ni magumu sana. Alikuwa katika kipindi na wakati ambao kutarajia yasiyotarajiwa, kutegemea yasiyotegemewa. Lakini kwa imani, tumesoma katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18 anasema, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Aliamini yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mungu amempa ahadi kubwa sana, kibinadamu asingeweza kutegemea, lakini imani ilimsaidia. Akatarajia yasiyoweza kutarajiwa, akategemea yasiyoweza kutegemewa, na ndivyo Mungu alivyokuja kufanya. Mungu alikuja kufanya hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, hauwezi kupata ahadi za Mungu kwa kutokuamini. Kizuizi cha kwanza cha kutopata haki au ahadi za Mungu ni kutokuamini. Mungu ameahidi kutubariki, lakini kitakachozuia baraka za Mungu ni kutokuwa na imani kwa Mungu. Kikweli mazingira tunayoishi wakati mwingine yanaweza akachangia tusiamini, lakini Biblia inasema ya kwamba Abraham aliamini yasiyoaminiwa, ndivyo Mungu akaja kumsaidia, akaja kuwa baba wa mataifa. Roho Mtakatifu nisaidie nipunguze spidi ili niweze kuambia vitu vya msingi. Twende kitabu cha hiyo Mwanzo 17, nianze mstari wa 15 hadi 19. Roho Mtakatifu anisaidie nisiwe na spidi kiasi kwamba nitashindwa kuachilia kile alichokusudia. Mwanzo 17, 15 hadi 19. Biblia inasema, Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hata hutamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Jina lake litakuwa Sara. Nami nitabariki na tena nitakupa mwana kwake, na nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Sikilize Ibrahim hapa ili ujue kitu ambacho Mungu alikuwa anatuambia kwenye semina hii. Ndipo Ibrahim akaanguka kifudifudi akacheka. Sikiliza, akasema moyoni. Alisema wapi? Moyoni. Akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100? Endelea. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati kama huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake
Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake. Akafanyaje? Akacheka moyoni mwake moyo, akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Anajiuliza swali moyoni. Sasa anaambiwa utazaa. Sasa mimi mzee, mimi mtu mzima hivi, nikiwa na ukongwe wangu kweli nitazaa? Anajiuliza swali kama moyoni. Sikiliza sasa hapo. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara anacheka akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Manake Mungu anaweza kuona unachosema moyoni. Unaweza ukaniambia unanipenda mdomoni, kumbe moyoni unasema nakuchukia. Mungu anaona. Kama kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata wana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo umecheka. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Ninasikia ndani yangu upako wa kuhubiri. Kwa maana unaona nataka Roho Mtakatifu nisaidie. Sikia. Nikwambie, Mungu alimtokea Abraham, akafanya agano na yeye. Lakini kabla Mungu hajamtokea Abraham na mke wake walisubiri sana wapate uzao. Na sio kwamba Abraham na Sara walikuwa wametenda dhambi ndio maana hawajapata watoto. Usifikiri hivyo. Walikuwa ni wacha wa Mungu tangu mwanzo. Walikuwa ni wacha Mungu, hawakutenda dhambi wakashindwa kupata mtoto. Sio kwamba wametenda dhambi, ndio hicho kwanza. Lakini Abraham na Sara inaonekana walikuwa wana imani tangu mwanzo. Lakini Sara akawaza, unajua wanawake wanawaza sana kuliko wanaume. Akasema, akaona mbali, akakata tamaa. Akasema kuna siku tutakufa. Si kweli kuna siku atakufa? Tutakufa na hii mali, maana Biblia inasema walikuwa matajiri sana. Akamshauri mume wake achukue binti wa kazi azae naye, na mume wake akafanya hivyo. Lakini mbele za Mungu hilo ndio lilikuwa kosa. Hilo ndilo lilikuwa kosa mbele za Mungu. Lakini Mungu bado hakuhesabu kwamba Abraham ana mtoto. Bado anaona kama vile hana mtoto. Anakuja anafanya agano na Abraham. Anamwambia, mimi nitakubali kuanzia leo hauitwi Abraham, utaitwa Ibrahim, kwa sababu wewe ni baba wa mataifa. Mimi ninavyokuona wewe ni baba wa mataifa. Hata kama wewe unajiona hauna watoto ndio unaishi maili tu, wewe ni baba wa mataifa. Akafanya agano naye, akamwambia, na mke wako haitwi tena Sarai, ataitwa Sara, kwa sababu naye nitambariki, atakuwa mama wa mataifa, kwa sababu ndani yake yeye taifa litatoka ndani yake. Ni kweli ni mama mkongwe, ni kweli ni mama amekaa muda mrefu bila mtoto, lakini ndani yake atazaliwa mataifa yatoka ndani yake. Abraham akacheka moyoni. Maana yake hakuamini kwanza hicho kitu, akacheka. Anasema, mimi mzee mkongwe hivi ninawezaje kuzalisha? Mke wangu tu wa miaka 90 anawezaje? Leo nataka nikupe taarifa njema. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yale ambayo kwa wanadamu inasemekana, jambo hili linawezekanaje? Kwa Mungu yanawezekana. Kwa Mungu yanawezekana. Kwa Mungu yanawezekana. Sijui ni wapi umefika, unasema jambo gani litawezekanaje? Lakini nataka nikupe taarifa, yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ni kweli kisayansi, mtu mwenye miaka 90 hawezi kubebesha mimba. Ni kweli kisayansi, mama mwenye miaka 90 hawezi kushika mimba. Lakini yupo Mungu mbinguni, anaweza akafinyanga mimba hiyo akaachilia kwenye tumbo na mwanamke mwenye miaka 90. Huyo mwanamke mwenye miaka 90 naye akatembea kama binti mwenye miaka 20, anatembea na ujauzito wake, ndivyo atakuja kuzaa. Ninataka nikwambie, kinachoweza kukusaidia ni kumwamini huyu Mungu wa yote yanawezekana. Ni kumwamini huyu Mungu bila kuangalia hali yako. Ni kweli
unaweza ukajiangalia ukawa na maono makubwa, lakini ukiangalia hali yako ya sasa unaona kabisa haiwezekani. Mimi nilipokuwa nikisoma nikafikiria kwa upana wake, nikasema Sara alikuwa na marafiki zake, Ibrahim alikuwa na marafiki zake. Je, Sara akienda akamwambia rafiki yake, mama, Mungu amesema mimi nitazaa pamoja na umri wangu huu, ndugu zinajua mimi, marafiki zake wangemwambia, wewe una wazimu, umewahi kuona wapi mtu mwenye umri mkubwa anazaa? Labda umelewa, labda hauelewi unachozungumza, labda uzee unakuchanganya. Lakini nataka nikupe taarifa, wakati mwingine Mungu anaachilia maono, wakati mwingine Mungu haangalii mazingira kama tunavyoangalia. Wakati mwingine Mungu akitaka kufanya jambo lake, muda hauwezi kumfunga mtu, muda hauwezi kumzuia Mungu. Wanadamu tunaweza tukazuiliwa na muda, lakini Mungu ni Mungu wa yote katika yote. Hakuna wakati Mungu atataka kufanya ajenda muda ukamwambia time is over, kwamba jambo hili haliwezekani kwa sababu muda umepita. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Sio tu kwamba yanawezekana, yanawezekana wakati wote. Yanawezekana asubuhi, hata mchana yanawezekana, hata jioni yanawezekana. Kwa kuwa yeye ni Mungu, asemi jambo hili huwa anafanya asubuhi. Kwa kuwa yeye ni Mungu, asemi jambo hili kwa kuwa ni jioni, muda wake umepita. Yeye ni Mungu wa asubuhi, yeye ni Mungu wa mchana, yeye ni Mungu wa jioni, yeye ni Mungu wa usiku. Hata usiku wa manane anaweza akafanya miujiza yake, ile tu kwamba ameamua kufanya kitakachomzuia, labda kama hakuna imani ndani yako. Maana anasema atakapokuja mwana wa Adamu atakuta imani ndani yako. Atakapokuja mwana wa Adamu atakuta imani. Watu wa Bwana, nataka niwaambie, msiruhusu mazingira yawazuie. Ni kweli mambo mengi yanaonekana. Wakati mwingine unaweza ukawa na mawazo, ukitaka kuwashirikisha watu watakuona akili haziko sawa, lakini si kwamba akili haziko sawa, ni vile tu kwamba wao hawajaweza kuona. Siku ya kwanza nikasema kuna mambo ambayo macho ya wanadamu hayajawahi kutazama, kuna mambo ambayo masikio ya wanadamu hayajawahi kusikia, kuna mambo ambayo mioyo ya wanadamu haijawahi kuwaza. Lakini mambo kama hayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Mungu ametuandalia sisi, na ile siku tutakapoona tukiwaadisia hawawezi kutuelewa, na ile siku tutapata hayo mawazo tukiwaeleza hawatatuelewa, na ile siku tutapata kuyaona tukiwaambia nimeona kitu fulani hawawezi kutuelewa. Kinachotakiwa ni kuweka imani kwa Bwana. Usikubali mazingira ya kuzuie, usikubali hali ulionayo kuzuie. Haleluya. Sara alizaa hajazaa? Nauliza swali, Sara alizaa hajazaa? Alizaaje tena mzee? Alizaaje? Warumi 4:19 hadi 25. Warumi 4:19 hadi 25. Takampo wa Mungu nielewe, kuna mambo hayawezi kutokea tu kwa sababu umeomba. Lazima uamini. Yote yawezekana katika yeye aaminiye. Warumi 4:19-25. Warumi 4:19. Neno la Mungu linasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, kataa udhaifu wa imani. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, asiyekuwa dhaifu wa imani, dhaifu wa imani, asiyekuwa dhaifu wa imani, asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake aliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wakawa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara
Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali ni kwa ajili yetu sisi. Biblia inaposema kwa ajili yetu sisi, maana yake ni pamoja na sisi tulioko hapa, na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo, sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Biblia inasema hivi, yeye ambaye miaka yake ilikuwa ni 100 hakusita kuamini, bali aliamini akijua ya kwamba yeye aliyeahidi aweza kufanya yale aliyoahidi. Ile kwamba Mungu ameahidi kwamba hautakufa kabla ya wakati wako, lazima uamini kwamba hautakufa. Ile kwamba Mungu ameamini kwamba yote yanawezekana, lazima uamini kwamba yote yanawezekana. Hata hilo unalopitia, lazima uamini kwamba hata hili linawezekana. Lazima uamini. Na mtumishi mmoja huwa anani inspire. Anasema hivi, ukiona mimi sina kitu ujue sijataka. Bishop Josephat Gwajima, kama kuna watu wanamfuatilia hapa, hakuna neno ambalo nimekaa ndani yake. Ukiona sina kitu ujue sijataka. Akasema nikitaka kitu naenda mbele za baba yangu na mwambia ninachotaka. Anasema ukiona sina kitu ujue sijataka. Mimi nikitaka nikimwambia baba ananipa. Anasema ukiona sina kitu ujue sijataka. Na si kwamba ni msemo wake, ni msemo wa Biblia. Ukiona huna kitu ujue hujataka. Kwa sababu Biblia inasema hivi, ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nalo mtatendewa, ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Lolote. Wewe unataka lipi? Lolote unalotaka omba utapewa. Lolote. Anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue katika neno lolote, ila katika kila neno kwa kusali, kwa kuomba na haja zenu zijulikane kwa Mungu. Wewe unajisumbua na jambo gani? Biblia inasema usijisumbue kwa jambo lolote, lakini kila unalotaka lijulikane huko mbinguni kwamba unataka. Unataka afya, unataka biashara, unataka watoto, unataka uongozi, mwambie. Haleluya, haleluya. Imani isiyoyumbishwa na mambo yanayoonekana. Hatuenendi kwa mambo tunayoyaona katika mwili, tunaenenda kwa mambo yasiyoonekana. Mambo ambayo ukimweleza mtu wakati mwingine hawezi kukuelewa, wakati mwingine hawezi kuelewa na kuamini kwamba itakuwa hivyo. Biblia inachotutaka, Mungu anachotaka kwetu ni kumwamini. Mungu hataki umuelewe, kwa sababu kwanza akili zake hazichunguziki. Ukitaka kufanya research umuelewe Mungu, huwezi kumuelewa Mungu. Hakuna mtu aliyewahi kufanya tafiti namna sahihi ya kumuelewa Mungu, hamna. Kwa sababu Mungu huyu akili zake hazichunguziki. Na mambo aliyowahi kufanya na ambayo atayafanya hakuna mtu anayejua. Mipango ya Mungu na njia za Mungu haziko wazi kama tunavyoweza kufikiria. Mungu anaweza kumfanikisha yeyote anayemwamini bila kuangalia rangi yake, bila kuangalia sura yake, bila kuangalia umri wake. Mungu ni Mungu mwenye huruma, lakini ni Mungu mwenye kanuni. Mungu havunji kanuni zake kwa sababu ya huruma. Mungu havunji kanuni zake kwa sababu ya huruma. Na kanuni ya Mungu ni kumwamini Mungu. Kitu anachotaka Mungu ni kumwamini.
Biblia inasema kwa moyo mtu huamini na kupata haki. Kwa moyo mtu huamini na kupata haki. Kwa moyo mtu huamini na kupata haki. Sio kwa macho, kwa moyo. Sio kwa maneno, kwa moyo. Kuna haki hatunazo kwa sababu mioyo yetu iko mbali na Mungu. Kuna haki hatunazo kwa sababu mioyo yetu haimwamini Mungu. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani isiyoyumbishwa ni kutarajia yasiyotarajiwa, ni kuamini yasiyoaminiwa. Sio kwamba tu yasiyoaminiwa, yasiyoaminiwa na watu wa kawaida, yasiyoaminiwa na dunia ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika dunia yenye miongozo yake na kanuni zake. Duniani unaambiwa ukifika miaka 50 huwezi kuzaa, huwezi kuzalisha. Wakati mwingine japokuwa baadhi wanaweza, sio wote ambao wanakuwa hawawezi. Tunaishi katika dunia ambayo ina kanuni, lakini hauwezi kumwona Mungu kwa kufuata kanuni za duniani. Kitu anachotaka Mungu ni kumwamini. Mimi sijui wewe unataka nini kwa Bwana, lakini unasitasita. Sijui ni jambo gani unataka Mungu akusaidie, lakini unasitasita. Nataka nikupe taarifa ya kwamba ili uingie kwenye ulimwengu wa yote yanawezekana, subscribe kwenye imani. Nenda kwenye channel ya Mungu, subscribe imani. Kuna watu wengi huwa mnaenda mbele za Mungu, lakini kwenye channel ya Mungu mnaenda mnapeleka maombi, lakini ile imani hamja subscribe. Ile kipengele cha imani hamja subscribe. Sasa nataka leo uende ukasubscribe ile kipengele cha imani, subscribe. Haleluya. Haleluya. Simama. Ninawezaje kuongeza imani? Ni kwa kusikia neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 10:17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia mwenyewe huja kwa neno la Kristo. Ukitaka kuwa na imani thabiti, weka utaratibu wa kusoma neno la Mungu. Nimewahi kusema na nitaendelea kusema, kitu ambacho shetani anakifanya kwenye maisha ya Wakristo wengi ni kuwatenga na Mungu ili awapatie kweli. Shetani leo akija kwangu mimi Baraka, kitu atakachotaka kufanya na kupiga kila siku ni kutafuta mimi kunitenga na Mungu. Ananitengaje na Mungu? Anaweza akaniruhusu nije kanisani, lakini nisiwe na mahusiano mazuri na Mungu. Anaweza akaniruhusu hata nihubiri wakati mwingine, lakini nisiwe na mahusiano mazuri na Mungu. Hauwezi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kama neno la Mungu halipo kwenye kinywa chako, halipo kwenye moyo wako. Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeweka neno lako. Kuna watu wengi hawapendi neno la Mungu. Hata kipindi cha mahubiri kanisani wao wanakeriwa na watumishi wote wanaohubiri kwa sababu wao hawapendi neno. Na hata wanapokuwa nyumbani hawana utaratibu wa kusoma. Kuna wengine shetani amewaruhusu wanaandika notes sana kanisani. Mtumishi anapohubiri wao wana concentrate kuandika sana, lakini wakienda nyumbani wanapaki mpaka Jumapili nyingine. Mungu akusaidie.
Sio hali nzuri hiyo, sio hali nzuri. Mungu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Imani inajengwa kwa kulisha moyo wako neno la Mungu. Hauwezi kumwamini Mungu msiyemjua. Huwezi tu from nowhere ukakutana na mtu njiani hujawahi kumuona akakwambia nikopeshe $1,000,000, hata kama una $100,000 mfukoni ambazo hazina kazi. Hauwezi ukamkopesha mtu usiyemjua. Lazima uwe unamjua, na sio tu kwamba unamfahamu kwa sura. Unamjua kwamba huyu mtu ni mwaminifu, nikimpa atanirejeshea. Labda kama wewe ni mjinga haujui hela. Mtu yeyote anayejua hela hakopeshi hela kwa mtu yeyote. Mtu yeyote mwenye akili hawezi kumwamini mtu asiyemjua, na sio kumjua tu, amjue kwenye kipengele cha uaminifu. Na hauwezi kumwamini Mungu ambaye haumjui kuwa yeye ni mwaminifu katika kile unachotaka. Mwakasege anasema hivi, taka kumjua Mungu katika kila eneo ambalo unataka akufanikishe. Sio kwamba tu kumjua, kwa sababu kumjua ndio chanzo cha kumwamini. Hauwezi kumwamini Mungu usiyemjua. Haleluya. Nataka tuende mbele za Mungu. Tuna maombi mengi nataka tukayaombe, lakini tukiomba mawili au matatu nitashukuru. Ombi la kwanza ni ombi binafsi, la kuombea mahusiano yako binafsi na Mungu. Mahusiano yako binafsi na Mungu. Ukweli ni kwamba hakuna mtu anayeweza kumonitor au kutrack mahusiano yako na Mungu kwa kukuangalia. Hakuna mtu anaweza akaelezea mahusiano yako kwa usahihi na Mungu kwa kukuangalia. Hakuna, hata kama ni mtu unaishi naye kabisa, hawezi kuelezea. Kwa sababu anayekujua vizuri ni Mungu peke yake. Na kitu muhimu katika maisha ya Mkristo yeyote ni mahusiano binafsi na Mungu. Mahusiano binafsi na Mungu. Huwa mimi kwanza najipeleka mbele za Mungu kabla sijampeleka mke wangu na familia yangu. Naenda mimi kwanza. Naomba toba kwa ajili yangu. Ninajiombea mimi kwanza. Nikishajiona niko safe, niko vizuri, ndio nawaombea wengine. Kwa sababu mahusiano yako binafsi na Mungu ni ulinzi wako dhidi ya shetani. Kwa hiyo nataka tuende mbele za Mungu. Mwambie Mungu nataka ushirika naye. Kama unajua kuna mahali mliachana mahali, mwambie nakuja kutengeneza. Nilikuacha siku fulani, sehemu fulani, nataka kutengeneza. Alafu ombea mahusiano yako. Mimi nilikuwa ni mtu wa kuweka maagano mbalimbali mbele za Mungu. Kati ya miongoni mwa agano ambazo nimeweka ni agano la kumtumikia Mungu na agano la kutumika kwa uaminifu. Mimi nimemwambia Mungu, injili mimi nitahubiri kwa uaminifu. Mimi injili sitahubiri ili nipate fedha. Injili haitakuwa chanzo changu cha mapato, ila nitaihubiri injili kwa fedha utakazonipa. Kwa hiyo Mungu, nitajirishi, nitaihubiri injili kwa fedha. Hilo ni agano langu. Na injili siwezi kuhubiri kwa uaminifu bila kuwa na uaminifu mimi na wewe. Kwa hiyo nataka kila mmoja aende mbele za Mungu, aombee tu mahusiano yake na Mungu. Aombee mahusiano yake. Kama kuna mahali unajua mmeachana na Mungu, mwambie Mungu nakurudia. Anasema nirudieni nami nitawarudia. Nikaribieni nami nitawakaribia. Kwa hiyo Mungu anataka kwanza wewe ndio uende kwake ili aje kwako. Kama ni kujipendekeza ni kwa Mungu. Kama kuna sehemu za kujipendekeza ni kwa Mungu. Njoo tupe kitu. Kama kuna mahali unatakiwa kujipendekeza wewe kila siku ni kwa Mungu. Kama kuna mtu wa kujipendekeza kumtafuta mara kwa mara, hata kama hajakutafuta ni Mungu. Usisubiri Mungu akutafute ili ndio uombe. Mtafute wewe kwanza. Tulifunguliwa kwa neno la utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtatishia. Tunaenda kuomba kwa ajili ya uhusiano wetu na Mungu. Kuna mambo hatuwezi kupata kama hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Wakati mwingine maombi yetu yanaweza yakawa ni kelele mbele za Mungu kama hatuna mahusiano naye vizuri. Kwa sababu Biblia inasema Mungu hawasikii wenye dhambi. Tupe wimbo wa kuabudu mwamini. Kila mmoja ataenda kwa nafasi yake kuomba kwa ajili ya uhusiano wake. Ukishaomba kwa ajili yako, unaweza kaomba kwa ajili ya wale wapendao pia, kuombea uhusiano wao na Mungu, uhusiano wao na Mungu. Kama kuna mafanikio ya kwanza kila mtu anatakiwa kuyapata katika maisha ya Ukristo, ni kufanikiwa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu.
sio kwenda mbinguni. Ukiwa duniani kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Wimbo wa Mungu, kila mtu aende mbele za Mungu. Nitakuja kuambia mambo mengine muhimu ya kuombea. Kama una mpango wa kuondoka basi naomba usiondoke. Kuna mambo mawili muhimu tutayaona. Na utakuja kushukuru. Nenda mbele za Bwana, ombea mahusiano yako. Itapendeza ukianza na toba, ukijiombea toba, ukaomba kwa ajili ya familia yako toba, lakini ukaomba ukamwambia Yesu, nataka ushirika na wewe, nataka nitembee na wewe nikiwa kwenye biashara yangu, niwe pamoja na wewe nikiwa kwenye ofisini kwangu, niwe pamoja na wewe, nisiwe tu mpendwa wa kanisani, bali niwe mpendwa wa Mungu ambaye kila mahali mimi naeleweka kama mpendwa wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunavunja Bwana kwa mioyo ya toba na rehema, maana neno lako Bwana linasema, nirutieni mimi nitawarudia, nigeukieni mimi nitawageukia, nikaribieni mimi nitawakaribia. Kama watoto wako Bwana, tunakukaribia Bwana kwa mioyo yetu, tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa vyovyote vile ambavyo hatujawa wakamilifu, kwa vyovyote vile ambavyo hatujakufurahisha. Inawezekana ni kwa sababu
sababu ya imani zetu, inawezekana ni kwa sababu ya upungufu wa imani zetu, inawezekana ni kwa sababu ya uhaba wa imani zetu. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema kwa kutokuamini kwetu, kwa kutokuamini kwetu. Yesu Kristo, ni rehemu ya Bwana, ni rehemu mtumishi wako kwa kutokuamini kwangu, kwa kutokuamini ahadi zako, kwa kutokuamini neno lako, kwa kutokuamini neno lako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nitakase Yesu, nisafishe Yesu, nitakase Yesu, nisafishe Yesu. Ninataka uhusiano mzuri na wewe, ninataka ushirika na wewe popote nitakapokuwa, niwe sahihi mbele zako. Kwa jina la Yesu, ninakurejea Bwana kwa imani, ninakurejea Bwana, ninataka ushirika na wewe. Nisiwe mtumishi mwaminifu mbele za watu, niwe mtumishi mwaminifu mbele zako wakati wote. Niwe Bwana wewe wa uaminifu, wewe wa uaminifu katika jina la Yesu. Wanadamu wakinipa maksi haitoshi, nataka maksi yangu itolewe mbinguni, nataka maksi yangu itoke mbinguni kwa jina la Yesu. Hata moyo wangu mdanganyifu ninaukomesha kwa jina la Yesu, maana imeandikwa wewe ni mdanganyifu. Ninaomba Bwana kwa ajili ya moyo unaonidanganya, wakati mwingine ninakuwa na tamaa, wewe ni rehemu ya Bwana kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninataka ushirika na wewe, nataka ushirika na wewe, nataka ushirika na wewe, nataka ushirika na wewe, nataka ushirika na wewe Yesu, ninataka ushirika na wewe. Nikupendeze tu Yesu, nikufurahishe tu Yesu kwa jina la Yesu. Dunia hii siwezi kuwafurahisha, siwezi kuwapendeza wote, maana nikimpendeza huyu na yule anataka nimpendeze, nikimpendeza huyu yule ataona nipo kinyume naye. Nataka nikupendeze wewe peke yako, wewe peke yako uliye mwaminifu, wewe peke yako uliye mtakatifu. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba toba. Watoto wako tunanyenyekea kwenye madhabahu yako, watoto wako tunanyenyekea kwenye madhabahu yako takatifu. Kiu yetu ni kutembea na wewe, kiu yetu ni uhusiano na wewe, kiu yetu ni kuwa na wewe. Kiu yetu ni kutembea na wewe. Kiwe rafiki yetu wa karibu, uwe rafiki yetu wa karibu, uwe rafiki yetu, uwe baba mwema kwetu, uwe baba wa karibu, uwe kimbilio la karibu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hatutaki kukaa mbali ndani yetu, ile hofu iliyopotea. Anakwamba mtu haogopi kutenda dhambi, anakwamba mtu haogopi kuiba, anakwamba mtu haogopi kudanganya. Shetani ametudanganya kwamba kuna uongo mtakatifu, lakini mbele zako uongo ni uongo tu, uongo ni uongo tu mbele zako. Tunaogopa kusema ukweli kwa sababu ukweli unauma. Tumbie mioyo migumu ya kusema ukweli. Mahali pa kusema ukweli, tuseme ukweli, tusiwe mashahidi wa uongo kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna uongo mtakatifu, basi kuna wizi mtakatifu. Urikando rimakarianda, urikoriando romoko ita, nikeleboveriando romorianda. Mioyo yetu isafishwe na neno lako, mioyo yetu itakaswe na damu yako, mioyo yetu itakaswe na neno lako. Tunaomba rehema, wewe ni Baba wa rehema, wewe ni Baba wa huruma. Bwana, tunaomba kwa ajili ya mahusiano yetu. Lengo letu ni mahusiano na wewe, lengo letu ni sisi tuwe marafiki, lengo letu ni sisi tuwe karibu na wewe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina. Kila mmoja ana jambo ambalo hata sasa hivi Yesu angeshuka angemwambia nikusaidie nini? Chagua jambo moja au mambo mawili ya kukusaidia. Ana mambo mawili makubwa ambayo angemwambia Mungu amsaidie.
Sasa nataka nikuambie ukweli. Mungu ni mwaminifu na Mungu wetu yuko mahali hapa. Nataka kila mmoja aende kwa baba yake ambaye ni Yesu, ambaye yuko mahali hapa. Ukamwambie lile kubwa ambalo unatamani akusaidia, ikiwezekana hata leo. Yale ambayo kwa akili zako, kwa nguvu zako unaamini hayawezekani. Yale ambayo wewe kabisa moyoni mwako unashuhudiwa kwamba mambo haya hayawezekani. Hata ukimshirikisha mpendwa mwenzio atakwambia kwa kweli hili haliwezekani. Nataka kila mmoja peke yake aende mbele za Bwana. Lile linalomsibu, lililopata nafasi kubwa ndani ya moyo wake. Ninajua kuna watu wengine, kuna mambo wakikumbuka wanataka kulia. Wewe usilie sasa, nenda mbele za Bwana kamwambie. Ukishindwa kumwambia lia, nitamwambia aangalie hayo machozi. Kwa sababu Mungu anachunguza mioyo yetu. Kila mmoja Mungu anajua moyoni mwake anataka nini. Lakini kwenye neno lake anasema, niambie haja ya moyo wako ili nikupe haki yako. Wewe ambaye hauna la kumwambia, tuombee sisi watumishi wa Bwana, ombea taifa la Tanzania. Wewe ambaye hauna la kumwambia Bwana, lakini ninaamini kila mmoja ana cha kumwambia Bwana. Yale ambayo unafikiri yameshindikana, yale ambayo unafikiri hayawezekani, ni muda mrefu hayawezekani. Sasa nataka hayo uyachukue jinsi yalivyo, usipunguze. Sijui ni mtaji unataka, sijui ni kazi unataka, sijui ni nini unataka, sijui ni unataka Mungu akomeshe mgogoro wa ndoa yako, sijui ni mume wako unataka arudi, sijui ni nini, sijui ni watoto wako unataka waweje. Ninachotaka uende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakuja kwenye madhabahu yako. Hatuna mahala pengine pa kwenda. Isitoshe tungekuwa nayo, lakini tusingepata majibu, tusingepata mahitaji. Tumechagua kuja kwenye madhabahu yako. Hivi tulivyo tunakuja Bwana, tunayaleta yale yote yanayotusibu mioyo yetu, yanayotuchanganya, ambayo yanatukumba Bwana. Changamoto za maisha, changamoto za ndoa, changamoto za uchumi, changamoto za biashara, changamoto za afya, zote tunazileta kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako. Tunaomba suluhu juu ya changamoto zetu, tunaomba suluhu juu ya changamoto zetu, tunaomba suluhu juu ya changamoto zetu, tunaomba suluhu juu ya changamoto zetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba suluhisho na changamoto hizi. Tumechoka Bwana katika hizi changamoto. Ni miaka mingi tumekuwa tukiomba, lakini bado hayajatokea, na sisi hatujakata tamaa. Leo jioni ya leo tunakuja tena, tunayaomba hayo. Ni kweli hata jana tumeomba, ni kweli hata asubuhi tumeomba. Wengine wanaomba kazi, wengine wanataka ajira, wamemaliza chuo muda mrefu hawajapata kazi. Tunawaombea Bwana, uwape kazi, uwape kazi. Wakutaka kuajiriwa, wape nafasi kwenye mifumo ya ajira, kwenye mifumo ya serikali, wape nafasi. Wengine wanatafuta kukaa kwenye nafasi zao ambazo wamegundua wa nafasi zao ndio zipi. Wape hiyo neema, wakalishe Bwana wenye ile nafasi, wenye ile nafasi, ile taasisi inayotafuta mtu kama mwenye taaluma yake, mtu mwenye taaluma kama taaluma aliyonayo. Katikati ya wengi ukawape nafasi, katikati ya wengi ukawape kushinda, katikati ya wengi ukawape kipale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tazama yule mama analia kwa ajili ya biashara yake. Wateja wamekimbia, wateja wamekataa bidhaa anazouza. Rejesha kibali, mpe kibali kwenye biashara, mpe kibali kwenye kazi yake, mpe
nipe kibali kwenye hiyo biashara kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Wengine wana madeni, wanadaiwa madeni makubwa, hawajui watapata wapi hela ya kulipia. Unawaombea, Bwana, shughulika na haja zao, maana neno lako linasema mtikeni Bwana fadhaa zenu, maana yeye hujishughulisha na mambo yenu. Yesu, tunakuja kwenye hii madhabahu, tunakuja mbele zako, tunaleta mizigo yote yaliyotutesa muda mrefu, maana neno lako linatuita, linasema ya kwamba njooni ninyi nyote wenye mizigo na kulemewa, njooni, njooni nami nitawapumzisha. Wanaomba pumziko, wanaomba pumziko, wanaomba pumziko, wanaomba pumziko. Uwapumzishe Bwana juu ya changamoto zao, juu ya changamoto wanazozipitia. Ninaelewa ya kuwa unaweza kutazama ndani ya mioyo yao, kila mmoja kwa moyo wake, kila mmoja anapolia kwenye madhabahu yako. Tunaomba Bwana, achilia neema yako, neema yako ikawasaidie, neema yako ikawainue, jina lako likawainue, jina lako likawainue kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana, tunaomba Bwana juu ya hali zote wanazozipitia. Wengine ni wagonjwa, wagonjwa wa HIV, wengine ni wagonjwa wanameza dawa kila kuitwapo leo. Maisha yao ni maisha ya dawa. Kwa leo tunawaombea, uwaponye Bwana zidi ya hayo magonjwa, zidi ya hayo magonjwa, zidi ya presha, zidi ya kansa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji, achilia uponyaji. Wengine wanalia juu ya watoto zao. Yesu, sikiliza kesi ya yule dada, sikiliza kesi ya yule mama, sikiliza kesi ya yule kijana, sikiliza kesi ya yule baba kwa jina la Yesu. Wengine muda wao wa kuolewa umefika, lakini wachumba hawaji, wachumba wanamkataa. Mpe kibali, mpe neema, mpe hiyo neema, mpe na yeye ndoa, mpe ndoa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Wanaomba kuolewa, wape hiyo neema, wape hiyo neema, wape hiyo neema, maana imeandikwa hakuna mtu atakayemkosa mwenzake, hakuna mtu atakayemkosa mwenzake. Hata angekuwepo mtu anaonekana ameumbwa vibaya, angepata wako wake, maana imeandikwa uliwaumba wote sawa sawa, na kila mmoja wakwake yupo, wakwake yupo, wakwake yupo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni kweli Bwana alikosea, lakini ameshatubu. Ni kweli amekosea, lakini ameshatubu, ameshatengeneza na wewe. Mpe haki yake sasa, mpe haki yake sasa, mpe haki yake sasa, mpe haki yake sasa. Hata Samsoni alikosea, lakini aliporudi ulimpa nafasi ya pili, na hii nafasi ya pili wote tunaitumia. Tunakuja kwenye madhabahu yako kwa hii nafasi ya pili, tunaitumia kisawasawa. Tunaomba haki zetu, tunaomba haki zetu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Wengine wanaomba juu ya hali zao za kiuchumi, wengine wanaomba juu ya hali yake ya kiuchumi. Mateso ya uchumi kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Yaliyoshindikana
yanawezekana.